Hello, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya kifo cha mchepuko. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Nusu saa baadaye ikiwa ni saa 1:45, nilikuwa niko eneo la viwanjani nikitazama timu zote mbili zikiwa kwenye mazoezi. Ilikuwa ni timu ya volleyball iliyokutanisha jinsia zote mbili, yani wa kike na wa kiume, huku mpira wa kikapu peke yake ukiwa na jinsia moja, yani wanaume peke yake. Ukweli licha ya kuvaa tracksuit lakini hakukuwa na jipya. Kwa wale watoto wa kike, hakuna aliyenishtua, sababu ukiachilia nguo zao hizo kuwapana, pia hawakuwa na maumbo makubwa ya kuweza kuonekana yaliyokuwa yamejichora. Japo kwenye sura za wengi, zilikuwa za kuvutia sana. Basi mwalimu Aisha, simamia volleyball, wacha mimi ni waandae wa basket. Nilikubaliana na mwalimu Aisha, japo mara chache alikuwa anakuja kuniomba ushauri, na kitu nilichokuwa napenda ukijue ni kwamba licha ya kucheza sana basket pia nilikuwa na uwezo mkubwa kwenye soka ya volleyball. Basi nilielekeza na namna ya kupokea mpira, kuseti na kushambulia na kuzuia mashambulizi toka kwa wapinzani wao. Mazoezi yaliisha saa 8 kasoro, huku wachezaji wakionekana kunielewa na kufuata maelekezo yangu. Basi saa 5:30 ndio muda ambapo tulitawanyika pale shuleni, ikiwa ni kuwapa nafasi walimu na wanafunzi kwenda kuswali, huku maagizo yakiwa ni kwamba wachezaji wa timu zote watukutane tena jioni katika viwanja vya Gombani kwa ajili ya mazoezi. Na baadhi ya walimu pia walikuwa wameshapanga kuja kutazama mazoezi hayo. Basi na muda huu wa saa 5 ndio muda ambao mimi niliamua kwenda mjini kama nilivyopanga. Mwanzo nilikuwa ni kwenda kununua mpira, lakini sasa ilikuwa ni zaidi ya kwenda kununua mpira. Ni kwenda kutafuta habari za marehemu huyo Abdulkadri. Saa 6 mchana nilikuwa nashuka kutoka kwenye chai maharage hiyo magari yao, maeneo ya Chake Chake mjini, njia panda ya sokoni. Wenyewe wanaita Makiti. Watu walikuwa wengi sana. Mida hii usingeamini kama jioni huwa zinabakia nyumba peke yake kiasi cha kuogopesha. Nikiwa nimevalia suruali yangu ya jinsi la blue na t-shirt nyeusi, raba nyeusi chini, kibegi kidogo cha blue chenye mkanda mmoja. Licha ya kubeba wallet yenye fedha 50,000 na leseni ya udereva, maana fedha huwa naweka mfukoni. Pia nilikuwa na bastola yangu ambayo kama kawaida niliiweka kwenye kijifuko cha mkanda. Nikaanza kutembea kuelekea upande wa sokoni mpaka nilipokaribia Chake hoteli. Nikaanza kutazama upande wa kulia kwangu ambako niliweza kuona maduka ya vifaa vya kike yaliyosheheni urembo mbalimbali, manukato na nguo za kike na watoto wa jinsia zote. Basi nilifuata maelekezo ya Mwasenga mpaka nilipohesabu maduka 4, na hapo ndipo nilipoona uchochoro. Kama nilivyoelekezwa nakwambia, nilienda maduka ya kushoto na kulia, nikafuata ile uchochoro, huku nikitembea kwa tahadhari ya kutokukumbana na watu wengi waliokuwa kwenye uchochoro huo. Wengi wao wakiwa ni wanawake. Duka la pili lilikuwa limefungwa kama nilivyoelekeza. Hapo nikatazama mkono wa kulia, nikaweza kumwona mtu ambaye ningeweza kuongea naye, pengine ningeambulia mawili matatu. Bahati ikawa kwangu. Pale nilimwona msichana mmoja muuza duka, ambaye duka lake lilikuwa ni na mteja mmoja tu, tena wa kike. Duka lake lilikuwa upande wa kulia wa duka la Abdulkadri ambalo lilikuwa limefungwa sasa. Japo sikuwa na kufahamu wepesi na ucheshi wa wanawake wa kisiwa hiki, lakini nikajipa moyo kuwa kikubwa ni kwamba tuzungumze lugha moja. Nikienda kibiashara hapa ninaweza nikajenga urafiki wa muda. Basi nikapata ikopi ninachokipata. Baada ya kujiwazia hayo sasa, nikamtazama mwanamke muuza duka aliyevalia gauni moja zuri la dhahabu. Nikamwangalia anavomhudumia yule mteja wake mmoja aliyebaki pale. Nikaangalia, nikapanga namna ya kumuingia sasa. Naam, mpaka nafikia duka lile ambalo lilikuwa mahususi kwa ajili ya vipodozi na manukato. Mpaka nalifikia, tayari nilishapishana na yule mteja aliyekuwa anamhudumia sasa, aliyekuwa anaondoka zake. Asalamu alaykum. Nilimsalimia muuzaji yule wa kike ambaye kwa makadirio ya haraka alikuwa na miaka kama 18 hivi. Sasa
Akawa anaweka fedha yake. Aliposikia salamu yangu akageuka haraka kunitazama. Alaikum salam, karibu, akasema yule dada. Nikamwambia ninachohitaji nataka kujua mahusiano ya Bwana Kadri. Nikamtazama mwanamke muuza duka aliyevalia gauni lake uzuri. Basi hakuonyesha dalili ya urafiki hata kidogo. Akaniangalia kwa jicho kavu la mshangao. Ukweli muonekano wangu ulikuwa tofauti na watu wenye asili ya kisiwa hiki, ambao uvaaji wao ulikuwa ni wakanzu au suruali na shati la bila kuchomekea na sendo chini au kanda mbili, yani makubanzi kama wao wanavyoziita. Sasa mimi nilivaa suruali ya jinsi, t-shirt na raba. Niliuona mshangao wa yule dada. Nikajua kabisa kuwa hapa mambo yanaweza kuwa magumu hapa. Endapo nitatumia mbinu ya uteja peke yake, hivyo lazima niongeze mbinu. Na mimi nikamtazama usoni kwa macho ya mshangao wa kustaajabu. Nilitumia sekunde kadhaa kufanya vile. Nilimtazama huku tabasamu taratibu nikiliunda usoni kwangu, mfano wa mtu aliyemwona mwanamke mzuri sana wa kuvutia, kiasi kwamba nikamuona na yule dada sasa anaanza kushangaa. Ananishangaa mimi sasa. Kwa nini namshangaa vile? Kwa ushangaji wangu juu yake. "Hello, we kaka," alisema yule dada huku anajitabasamulisha sasa. Na mimi nikajifanya kushtuka. Alafu nikamuongezea, "Hongera dada yangu," nilisema kwa sauti tulivu na ya upole, huku nikimtazama kwa macho tulivu na uso wa tabasamu. Sasa hapo akashangaa. Kwanza kabisa mtoto wa watu akaachia bonge la tabasamu ambalo lilienda sambamba na kicheko laini, huku anatazama chini kwa aibu. "Hongera ya nini?" aliniuliza huku akimalizia kicheko chake. Japo sijazunguka sana hapa kisiwani wala Tanzania bara, lakini naamini kwa sijawahi kuona msichana mzuri kama wewe. Nilisema hivyo kwa sauti fulani iliyojaa staha na utulivu. Nikamwona nainua macho kwa mshangao na kunitazama, ambapo hakuweza kufanya hivyo kwa muda mrefu, huku macho yake yakionekana kuwa kama macho ya kilevi vile. Akatazama chini kwa aibu. "Kaka, wewe ni mtundu? Hebu sema shida yako bwana. Mwenzio mimi ni mwanafunzi," alisema yule msichana, ambaye sio kwamba ni mbaya kwa sura, hapana, alikuwa na sura ya kawaida ya kupendeza. "Okay, samahani kama huku kwenu kumweleza mwanamke sifa yake ni vibaya. Ila mimi nahitaji perfume ya hivi na vile body spray," nilimweleza yule dada, nikimtarajia atanipatia perfume moja adimu sana kwa Tanzania bara. Wakati huo nilikuwa natazama bidhaa zilizopangwa kwenye frame za ukutani na kwenye vikabati vya vioo pale mezani. "Kwa nini unapenda bidhaa za Mbogoland? Ni watu wachache sana ununua bidhaa za huko, sababu ni ghali sana," alisema yule dada huku akijichekesha kidogo. Nadhani ni baada ya mimi kuonyesha dalili ya kuzingatia uzuri wake. Wakati huo akigeuka na kuchukua kimoja chupa moja hivi ya perfume. Mimi nikajibu sasa, "Napenda sana vitu kutoka nyumbani." Niliona kuwa uongo huo utasaidia kwa yeye kupenda kujenga urafiki zaidi. Kumbe wewe watoka Bongoland? Yaani watoka huko bara? Huko vitu 100% ni original, ukianzia mikufu ya dhahabu na vitu vingine, nilimjibu huyu msichana kwa sauti yenye rafudhi ya Kipemba, huku ananikabidhi ile chupa na kujaribu kunitizama usoni. Lakini macho yetu yalipokutana nikashindwa na kujikuta akitabasamu na kutazama chini. Na mimi nikacheka kidogo. Huku moyoni mwangu sasa ikiwa ni mshtuko wa mduwazo, maana sikutegemea kama angekuwa nayo ile perfume. "Bei gani huku kwenu?" niliuliza huku nikifahamu fika kuwa bei yake ni 20,000 kwa kipindi hicho ninachozungumzia sasa. Ilikuwa 20,000, na 20,000 ujue unazungumzia fedha ndefu. Maana nakumbuka kima cha chini hakikuzidi 50,000. Kwa hiyo kima cha kati mtu angekuwa anapokea 80,000 hivi au 100,000 na kitu. "Ni 22,000 tu," yule dada akajibu. 22,000 tu.
huku akinitazama kwa jicho fulani la tathmini, pasipo kujua mimi niliyejifanya naitazama ile perfume nilikuwa namtazama kwenye kioo cha ile chupa. Dada yangu, nina 15,000. Vipi, huwezi kunipunguzia kidogo? Nilisema, huku nainua uso na kumtazama yule mwanamke kwa sauti tulivu, huku tabasamu likiendelea kung'aza mdomoni mwangu, nikiwa na nia kwamba kujikosesha tu ile perfume ambayo sikuwa na mahitaji nayo wala. Kaka atanigombeza, alisema yule dada, huku ananyosha mkono wake kwangu kuchukua ile perfume. Subiri kidogo, si bado tunapatana kwanza? Nilimweleza yule dada, ambaye mpaka sasa sikuwa nafahamu jina lake. Sauti tulivu nzito ya kubembeleza, huku namtazama usoni kwa macho yaliyojaa ukorofi wa kiume yule. Sawa, basi nunua kwa 20,000, alisema yule dada, huku anakwepesha macho yake. Hivi dada, unaitwa nani? Nilimuuliza. Naitwa Safia. Safia. Sawa. Okay. Ulisema unasoma wapi? Nilimuuliza tena kwa sauti ile tulivu, huku namtazama usoni kwa macho yake yale matulivu yenye ukorofi na ushawishi. Nimemaliza kidato cha pili, nasubiri matokeo ya kuendelea kidato cha 3. Ukweli hilo kwangu lilikuwa jipya. Ni kwamba kwa elimu ya visiwani Zanzibar, wanafunzi anapata elimu ya cheti katika ngazi 4. Moja ni darasa la 7, pili kidato cha pili, ambapo mtu huhitimu na kupata cheti, alafu kuna kidato cha 4 na cha 6. Baada ya hapo mwanafunzi angeendelea na chuo. Naam, hapo sasa nikatumia akili ya kuzaliwa. Sikia Safia, unajua mimi sio mtumiaji wa perfume. Hii inaweza kuwa ya kwetu mimi na wewe. Siku unafika nyumbani unaikuta na kuitumia. Nilisema kwa sauti tulivu, kisha kiasi kwamba ilianza kuwa nzito. Unajua nini? Uigizaji ule ulifanya nianze kwenda kwenye halisia sasa. Lakini wakati huo nilikumbuka katika kisiwa hivi, katika makosa makubwa katika kisiwani hapa ni kudanganya ndoa kwa msichana. Basi nilimwona Safia akiachia tabasamu moja pana sana, tabasamu ambalo lilijaa kila rangi ya furaha. Lakini mimi sipendi kuwa bibi mdogo, alisema Safia kwa sauti ya furaha. Yeye kila mwonekano wa kideko alikuwa anaonekana. Ungesema lile swala tulilokuwa tunaliongea ni la kweli jamani. Nikasema, utakuwaje mke wa pili wakati bado sijaoa? Mimi nimepanga kuoa mke mmoja tu, nilimweleza Safia, ambaye sasa niliona kuwa anazidi kujaa ninapopataka. Kweli? Basi sawa, ila mara hii nikifua sitaki kusoma huku. Nataka nikasome Bongo, akimaanisha Dar es Salaam au kwenu ule Bongoland. Si utanichukua pamoja na wewe? Aliniuliza Safia, akionyesha kuwa katika furaha kubwa, huku anachukua perfume toka mkononi mwangu na kuanza kuiweka kwenye boksi. Nikajua kuwa ofa yangu ya 15 imekataliwa, ila mbinu yangu imekubalika. Maana kitu ambacho nilikigundua ni kwamba wasichana wengi walipenda kuolewa na watu toka taifa la Bongoland, taifa dogo la kifalme Bongoland. Kutokana na sifa nzuri za nchi hiyo, wakati huo ilikuwa inaongozwa na King Eugene Bongo. Usijali Safia, mimi nikamwambia, kama tukifanikiwa basi nitaondoka na wewe ukiwa kama mke wangu. Nilimweleza huku na mimi nikiigiza kuwa mwenye furaha, huku nikijiandaa kumtupia swali la kwanza kuhusu Bwana Abdul Kadri. Yeye akaniwahi. Kwani wewe huku Pemba umefuata nini? Aliuliza Safia, huku akinitazama kwa macho ambayo yalionyesha furaha na upendo ulioanza kumea kwa kasi. Nimekuja Fidel Castro Sekondari kufundisha somo la kompyuta. Nitakuwepo pale kwa muda wa mwaka mmoja. Nilisema hivyo nikiwa na maana ya kwamba muda huo ni mwingi sana kwa mimi kukaa Pemba. Lazima nitakuwa nimeshaondoka. Hata kama atashtuka nimemdanganya na kuamua kunitumia jini alitonipata, sababu uchawi hauvuki bahari.
Kumbe wewe ni mwalimu. Basi utanisomesha hata ukioa, alisema Safia kwa sauti fulani ya taratibu, ambayo ilionyesha kiwango cha juu sana cha furaha na amani ya moyo aliyokuwa na msichana huyu. Tena nitahakikisha unasoma mpaka chuo kikuu, nilimjibu kwa sauti ambayo pia ilinifanya kuwa yenye furaha kubwa. Nashukuru hakuweza kuulizia kuhusu dini. Mbona mimi hujanitajia jina lako, aliuliza Safia. Wakati huo nikiwa napanga namna ya kuanza kumuuliza kuhusu habari za Abdulkadir. Naitwa Eric Frank, nilimjibu kifupi, huku nampisha ahudumie mteja aliyekuwa amefika pale kwa ajili ya kupata huduma. Huyu alikuwa ni mteja wa kiume ambaye alihudumiwa haraka sana kisha akaondoka zake. Basi tuliongea mawili matatu na Safia, huku msichana huyu akizidi kunizoea kwa kasi sana. Kisha nikamchomekea lile nililokuwa nimelikusudia. Hivi ili duka si ndio lile ambalo mwenyewe aliuliwa na jini? Nilimuuliza Safia huku nikionyesha lile duka ambalo lilikuwa limefungwa. Ndio hilo haswa, alijibu Safia kwa sauti iliyojaa uhakika, huku wote tukilitazama lile duka lilofungwa. Tulitumia kama dakika sekunde 5 tu. Kisha nikamtazama Safia ambaye pia alikuwa ananitazama. Hivi ni kweli ni majini ndio waliomuua huyu jamaa au? Niliuliza kwa sauti fulani kama na masikitiko hivi. Ndiyo, tena alikuwa mmoja tu wa kike, alisema Safia kwa sauti fulani kama vile ana uhakika wa kile anachokisema. Kwa hiyo huyo jini alionekana kabisa? Nilimuuliza Safia kwa mshangao. Ndiyo, alionekana. Tena wanasema alivaa niqab na gauni refu lililoziba mpaka nyayo zake, halafu mrefu hivi, alielezea Safia. Na hapo nikaanza kuvuta picha ya yule mwanamke niliyemwona siku ya kwanza ya kuingia hapa Pemba. Sasa kwa nini ndugu zake hawafungui duka au alikuwa anauza mwenyewe? Nilianza kuelekeza maswali yangu kule ninakotaka sasa. Hapana, alikuwa anauza mfanyakazi wake na yeye hajafungua toka msiba umetokea. Nadhani anasubiri maamuzi ya ndugu, alijibu Safia. Na hapo nikaona niulize swali la msingi sasa. Maamuzi ya ndugu au maamuzi ya mke? Nilimuuliza Safia ambaye ni kama vile nilishazoeana na kuonekana ni kama watu ambao tunafahamiana kwa siku nyingi sasa. Alikuwa bado kuoa yule, alikuwa hajaoa, alisema Safia. Hapo nikaona kuna uwezekano wa hoja ya Mosenga kwa ya kweli, kwamba inawezekana Abdulkadir alikuwa katika harakati za kutafuta mke, ndio maana akaingia kwenye mtoto wa watu sasa. Na kuamua kutest mitambo kabla hajaweka kitu ndani. Lakini alikuwa na mchumba, sio? Nilimuuliza Safia kwa sauti fulani ambayo ilikuwa kama katika usiri, lakini alikuwa na mchumba, si ndio? Safia hakugundua kwa nia yangu kufika ile pale ilikuwa ni kuchunguza juu ya mauaji ya bwana Abdulkadir. Akasema, sijawahi kusikia kuwa alikuwa na mchumba. Ila siku za karibuni alionekana kuwa busy na simu yake akiongea na mwanamke. Nadhani sijui ndio huyo jini au ndio mchumba wake, alisema Safia. Na hapo nikahisi kuwa endapo nikiendelea kuuliza maswali zaidi ya mawili lazima angenishtukia. Lakini nikamuuliza kwanza swali lingine. Lakini mnakaa naye mtaa mmoja, sio? Nilimuuliza nikiwa na lengo la kutaka kupajua nyumbani kwa Abdulkadir ili nifanye uchunguzi wangu sasa. Hapana, yeye anaishi njia ya airport na sisi tunakaa Msingini. Na kaka anakaa Macho Manne kule maskini ajengi, alijibu Sofia akitaja hiyo mitaa ambayo kwangu ilikuwa mgeni kidogo. Na hapo nikaanza kupata picha kabisa kwa Safia anauza duka la kaka yake ambaye anaishi kule Macho Manne. Sawa, kwa hiyo umemwacha kaka yako na wifi yake peke yao? Wewe unakaa na mama? Nilisema vile kisha tukacheka kidogo. Sikutaka kumfahamu kaka yake ni nani. Siwezi kukaa kwake, bado sijaoa, alisema Safia. Na wakati huo huo ikasikika azana ya swala ya Ijumaa. Kama ilivyo kawaida,
Hapo ukawa ndio mwisho wa maongezi yetu, maana niliona watu wanaanza kufunga maduka tayari kwenda kuswali. Chukua mzigo wako, lete 15,000, nitakuongezea mimi iliyobakia, alisema Safia, huku ananikabidhi mfuko mdogo wa boksi la perfume. Nilishangaa kwa mshtuko. Yaani kautani kadogo tu nilikokafanya tayari amenipunguzia perfume kwa kiwango kikubwa namna hii. Asante sana Safia. Hakika utaikuta kabla sijaitumia. Nilimweleza huku napokea ule mfuko. Basi usoni ameacha tabasamu. Na mimi nikaacha tabasamu. Japo moyoni mwangu niliogopa kidogo. Nikamtolea noti ya 11,000 na 5,000. Nikampatia. Akaziweka huku anacheka cheka. Kisha akachukua peni na karatasi. Nitajie basi, alisema Safia, huku akiwa tayari kuandika kitu ambacho sikujua hapo mwanzo. Nikutajie nini Safia? Nilimuuliza Safia huku nikijitabasamlisha. Namba zako za simu, alisema Safia. Na hapo nikamtajia namba za simu naye akaziandika. Lakini kwa nini usiandike kwenye simu yako? Nilimuuliza wakati anamalizia kuandika. Akasema simu ya dukani. Wakati mwingine akaakaka hapa. Akiiona namba yako ataniuliza, maana bado hujajitambulisha nyumbani, alijibu Safia, na hapo nikashukuru kimoyomoyo, angalau anafanya siri. Unajua kwa nini nilijisemea kimoyomoyo? Ni sababu niliamini endapo ingekuwa wazi hii siri, basi ingekuwa rahisi kutumiwa jini. Huku nikihapa sitojaribu kutesti mitambo kwa huyu binti wa Kipemba. Okay, sawa. Naam, nilimsaidia kufunga duka, kisha tukatoka wote pale dukani kwao kwenda kwenye kichochoro, ambako sasa watu walikuwa wameshaondoka wote. Tulitembea mpaka njia kubwa ya msikitini ambapo pia maduka yalishafungwa. Niliamini hata maduka ya vifaa vya michezo nayo yatakuwa yamefungwa. Nikaona itakuwa vyema endapo nitasubiri muda wa kusubiri watu watoke msikitini kuelekea Madungo Guest House kuonana na Bwana Hassan ili nipate mawili matatu. Basi kaka yangu atakuwa huku msikitini, alisema Safia. Kaka yangu atakuwepo huku msikitini wakati bado hatujaagana, na mimi nikamtania kidogo. Anatembelea gari au Vespa? Nilimuuliza. Ana Vespa nzuri. Niligundua kwa Vespa ni usafiri mzuri sana kuliko gari hapa kisiwani. Nikamweleza, sasa Safia, wacha basi nikuache kaka yako asije akatuona. Nilitumia gia ya kuagana naye. Hapo tukaagana na mimi nikapanga nielekee kule Madungu Guest House, nikakutane na Hasani, yule mhudumu wa guest hiyo, mtu ambaye inasemekana ndiye aliyemuona jini. Sawa, basi nikipata simu nitakupigia, alisema Safia wakati tunaagana, akimaanisha kuwa akiazima simu kwa mtu atanipigia. Poa, nasubiri simu yako. Nikipata mshahara nitakununulia ya kwako. Nilijibu hivyo, nikiongeza na ahadi ya uongo. Usininunulie mpaka uje ujitambulishe kwetu. Wakiniuliza nitawaambia amenunua nani, alisema Safia, na hapo nikacheka kidogo. Huku moyoni nikishangaa kidogo, maana kwa Tanzania bara ingegeuka kwa deni kubwa la ukoo. Okay, poa basi, baadaye au kesho. Haya, nikampungia mkono na kujiachia. Basi wakati huo barabara haikuwa na watu wengi. Nilitembea taratibu nikifuata njia fulani ambayo kiukweli upana wa kupita gari moja tu. Njia ambayo nilipita siku ya kwanza nilipokuwa namkimbia yule mwanamke jini. Naam, barabara ile ilikuwa kimya sana, kama mji uliokuwa kimya. Hata ngurumo za gari na pikipiki zilisikika kwa uchache sana. Zaidi ni sauti ya imamu tu ndio ilikuwa inasikika kupitia kwenye spika kubwa la msikitini, msikiti wa Chake Chake. Pengine ungeweza kuona mtu mmoja ndani ya dakika kadhaa. Basi naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu hii nzuri ya kifo cha mchepuko. Basi kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zetu, ninakukumbusha bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe katika simu yako, na kisha itatokea kengele. Bonyeza tena na hiyo kengele. Hiyo itakuwezesha wewe kupata taarifa pindi tutakapoleta video nyingine. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.